Je, unajua kuwa na maadui ni neema kubwa? Khutba yetu ya leo ni khutba ya kijamii. Khutba yetu ya leo ni khutba ya uhalisia. Khutba yetu ya leo ni khutba ambayo insha Ar-Rahman alladhi allama al-Quran tutazungumzia uhalisia wa maisha mazima ya mwanadamu. Ni khutba ambayo nakusudia kuzungumza na wakubwa, kwa sababu khutba ni ya kikubwa. Ni khutba ambayo ikijulisha jambo basi inajulisha kuamsha watu ili wapate kujua thamani yao, maana wengi wetu hatujui thamani zetu. Ndugu zangu, hal ضروري أن يكون لكل إنسان عدو في هذه الحياة؟ Je, ni lazima kila mtu awe na maadui katika maisha haya ya dunia? Jawabu, si kila mtu ana maadui katika maisha haya ya dunia. Maadui hawapatikani isipokuwa kwa watu maalum, wenye mambo maalum ambayo pengine wao hawayajui hayo mambo, hawayaoni, lakini maadui zetu wamekuwa wepesi wa kuyajua ya kwetu bila ya sisi kuyajua katika neema na mafanikio mbalimbali. Ma akbaru asbabi wujudi al-a'da'i fi al-hayah, ni sababu zipi zinazopelekea kupatikana kwa maadui katika maisha haya? Sababu ziko nyingi. Sasa na watajia mbili, mwishoni mwa khutba nitaongeza sababu zingine insha Allah. Sababu kuu ya kuwepo kwa maadui dhidi yetu katika maisha haya ya dunia, an-ni'am, ni zile neema mbalimbali alizotumiminia Mola wetu mlezi. Asiyekuwa na neema hawezi kuwa na adui wala hasidi. Sababu nyingine inayowaleta maadui kwetu, at-tatawwur fil hayati dunya, maendeleo ya kimaisha hapa duniani ni miongoni mwa sababu za kuwepo kwa maadui. Ndugu yangu, ikiwa Allah amekufungulia, unaupiga mwingi katika maisha, unajituma, unahangaika, na Allah akakufungulia, utake usitake, lazima utajipatia maadui wapya na mahasidi, kwani wao wanatuona sisi tunavyoupiga mwingi, ila sisi tunaona bado tunasuasua. Siku zote mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Mwanachuoni mmoja anatuambia, la turma illa shajaratu almuthmira, haupigwi mawe isipokuwa mti wenye matunda. Hata siku moja
Mchongoma hauwezi kupigwa mawe, mwarobaini hauwezi kupigwa mawe. Si kila miti watoto huokota mawe na kuishambulia, bali ni miti maalumu yenye matunda. Mwanawachuoni mwingine anatuambia, kam ala dhahri al-ardi min shajara wa laysa turma illa ma biha thamara. Pokea haya maneno wewe, pata faida wewe, pata faraja leo wewe. Mwanawachuoni anasema, kam ala dhahri al-ardi min shajara, miti iliyoje katika mgongo wa ardhi. Miti ni mingi mno. Walaysa turma illa ma biha thamara, na haupigwi mawe isipokuwa mti ule ule wenye matunda. Mwanawachuoni mwingine anatuambia, siku zote ukiona unapigwa mawe, unapigwa madongo, ujue anayekupiga mawe ni mdogo. Wakubwa hawana tabia ya kuokota mawe na kushambulia miembe na mikorosho ya watu. Na nyinyi ni mashahidi, wanaoangua matunda mbalimbali na kupiga mawe miembe, mikorosho, miti mbalimbali yenye matunda. Hujawahi kumwona mtu mwenye masharubu na mwenye ndevu zake na koromeo, isipokuwa ni watoto tu wanatafuta maembe. Ukimwona mtu mzima anarusha mawe kwa watu wazima, ujue yeye sio mtu mzima, ni mtoto, kwani ni desturi ya watoto kuokota mawe na kupiga juu. Na ukiona unapigwa mawe, ujue wewe uko juu, kwani siku zote muokota mawe, mtoto muokota mawe akiokota hawezi kupiga chini kama kitenesi, bali atapiga juu. Kwa hivyo basi, usihuzunike, usihangaike, usivunjike moyo. Ukipigwa mawe ujue Allah kakuweka juu, na wapigao mawe ni watoto na wewe ni mkubwa. Basi kun baina nnasi kashajara yarmuna ilaiha alhajara wa tarmi ilaihim thamara, basi ishi na watu kama mti. Siku zote watu wanaishambulia mti na kurushia mawe kutaka matunda yake, lakini hata siku moja hatujapatapo kuona mti ukighadhibika ukaangusha tawi lake bab na kupasua vichwa vyao. Mtu umetulia, ukipigwa mawe unafurahi. Jawabu la mti ni kuwapa watu matunda. Kishki TV, nuru ya dini yako.